lilikatiza ufadhili katika mashirika ya USAID na WFP na kuathiri pakubwa wakimbizi katika kambi ya Kakuma, ambapo kiwango cha chakula cha msaada kilipunguzwa kwa 30%. Na sasa baadhi ya vijana katika kambi hiyo wamejitokeza katika biashara ya urembo ili kujikimu. Mwandishi wetu Elizabeth Atieno alitangamana na vijana hawa katika kambi la Kakuma na ametuandalia taarifa ifuatayo. Kaunti ya Turkana ni makao salama kwa tamaduni, mila na desturi zinazopenya kwa ustaarabu katika mandhari haya ya kuvutia. Kilomita 137 kutoka mji wa Lodwar, tunawasili katika kambi ya wakimbizi ya Kakuma. Makazi kwa zaidi ya wakimbizi 300,000 ambao kwa sasa wanaishi kwa mizani, wasijue maisha ya baadaye yatawapa mzigo upi. Hali hii inazidi kuwa mbaya zaidi kufuatia kujiondoa kwa wafadhili wa kimataifa tangu mwaka 2025. Licha ya changamoto hizi, taswira kinzani inashuhudiwa katika kambi hili. Biashara zimenoga, wakazi wakijizatiti kupata mapato ya kila siku. Sauti ya mashine ya kutengeza nywele ya aina ya dreadlocks inashamiri katika duka la urembo la Pastor Jean, ambaye ni mkimbizi kutoka Kongo. Jean analainisha nywele hizo zinazouzwa kwa mataifa ya Kenya, Uganda na Tanzania. Nilianzia hii biashara Rwanda. Nikatoka Rwanda nikaingia Nairobi. Nilikuwa pia mkimbizi wakati nimekuwa Nairobi. Hii Sabasaba imenichomea biashara yangu. Lakini pia UN wakaniambia sasa wakati nimerudi chini kubali tu ende kambi. Wakati nimefika huku, sasa nimefika hapa kambi mwezi wa 7 last year. Kitu ya kwanza naweza nikasema imenisaidia ni kujielewa kenye nataka ni nini, nataka nifike wapi na familia yangu. Challenge nyingine kubwa yenye iko hapa kwa kama sisi refugee, kwa watu wenye wako na masomo. Kama mimi nilisoma construction, lakini hakuna mahali popote kwenye naweza nikapeleka dokumenti yangu. Sababu gani? Utalipo 7,000. Kando yake, Drina Sara aliyezaliwa na kulelewa katika kambi ya Kakuma anakata mkia wa nywele hizi kabla ya kuziweka katika kifurushi tayari kwa mauzo. When the fundings have been cut, so many business went down and so many people closed their businesses. So that season really affected me that much, because even to a point like I wanted to give up, but I just hold on to everything and I just said like, let God lead me. Kwengineko katika kambi hilo, Thierry Nkuruziza almaarufu Pilipili the Knitman anasonga nywele na kutengeza kucha kwa umakini na ustaarabu. Hii kwanza ikiwa salon hivi. Tulianza ikiwa ni kama salon mobile. Ile unabeba bag, unaweka ndani makasi, unaweka ndani uzi, unaweka ndani wax. Lakini baadaye ile ndio kijipa polepole hadi kafika hapa. Ukiwa ni mtu mwenye kijana uko na nguvu, unajiongeza unasema kwa hii hata kama nasaidiwa msaidizi ni amana, lakini acha nijiboost nifanye hivi. Mbali na biashara ya urembo, Nkurunziza pia anamiliki mtambo huu wa kusaga bidhaa za vyakula. Hata si wakimbizi peke yake. Natasikia mtu anasema vijana wajiajiri, wajiajiri kazi, lakini capital hakuna. Wewe mtu mwenye anakuambia ujiajiri kazi, hata wewe ukimpatia 30k ama 20k kwa saa hii, ataanzisha kazi gani? Capital simaishi pesa, hata skills. Kufikia mwaka wa 2025, Umoja wa Mataifa UN ulikuwa unatoa msaada wa shilingi milioni 516 pesa taslim kila mwezi kwa kambi za wakimbizi, ambapo taifa la Marekani lilikuwa linatoa mchango wa 70%. Kujiondoa kwa wahisani kumelazimu shirika la kimataifa la mipango ya chakula kupunguza kiwango cha msaada wa chakula kwa 30%. Ili kusuluhisha swala hili, wakimbizi kama Riziki Majaliwa wanafanya biashara ya kuuza chakula ili kujikimu. Biashara yangu nimepata changamoto ya kifedha zaidi. Nilianza na mtaji 3,000, sasa nimefikisha 4,000.
Licha ya kutoka mataifa tofauti, wakimbizi hawa wana historia moja. Wote walikwepa katika juhudi za kupata amani. Kambi ya Kakuma ni makao yao salama mbali na nyumbani, na kupitia biashara sasa wamepata heshima, amani na matumaini. Elizabeth Atieno, TV47. Asante sana Elizabeth Atieno kwa taarifa hiyo. Bila shaka mtazamaji, zimekatika dakika